vile vile katika wingi wa mengi hayo mojawapo ni hili: kwa nini nakosa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu utu kwa kile kisichokuwa damu, na kwa sababu ni mwana wa Mungu yako ni Mungu. unanyanyasa kiumbe Kuna Mungu Baba cha Mungu kisichokuwa na kuna Yesu Kristo na hatia ambaye ni mwanawe. kama umezaliwa na mnyama. Inuma sana Basi vile vile kuna watu ambao wanatesa watu wengine. pale ninapoona mtoto yatima ananyanyasika. Asoma yatima. Sisi wa Tanzania tujaribu kukomesha vikali manyanyaso kama haya. Hebu tujaribu kuwa na utu na huruma na kuwafariji na kuwatia moyo yatima. Mungu wasaidie yatima, wasikate tamaa. Kwa mujibu wa Biblia, wakati yatima analia, Mungu anamsikia sana. Awe ni mjane, umemdhulumu, umemnyang'anya shamba, walikuwa marafiki, alikuwa shemeji, baada ya ndugu yako kuondoka unamfukuza katika boma, analia, Mungu anasikia kilio chake, yale machozi hayaendi bure. Mungu anasema anasababisha nawe pia upoteze huyo mke uliye naye, kama huyo mume naye pia atapotea, ili nawe pia ukuwe mjane. Yani kutesa yatima na mjane ni sawa na kusema hata pia mimi nataka nikufe, watoto wangu wabaki yatima, ama mume wangu akufe, nibaki pia mjane. Tahadhari sana. Hayo ni mambo Mungu ameongea, anasema kwamba hata kilio cha mjane au vile vile yatima, maombi yale yanajibu mara moja, huwezi enda mbali. Leo kumeongezeka vifo kwa sababu ya watu kutojali wale ambao walifiliwa, wale mayatima na wale wajane. Kwa hivyo epuka laana ambazo Mungu amezungumza katika Biblia. Walikula
usiruhusu yatima kuweza kulia kwa sababu yako. Hata nyinyi watoto ambao mnacheza na wayatima wengine, msiweze kuwadhulumu. Wakati mnawadhulumu, mnataka vifo vya mama zenu pia wakufe, mbaki yatima. Heshimu yatima, heshimu mjane, saidia mjane, usiache apite. Ndio kisoma katika Torati anasema hata zaka wanafaa wapewe wajane na yatima, si wachungaji peke yao. Yaani ukiwa na zaka yako na kuna yatima pale hana kitu kabisa, ukimnunulia chakula, hiyo zaka Mungu anakubali mbele zake. Kinyume na hapo, watu wamebadilisha, imekuwa ni wachungaji peke yao. Hata wamesahau wainjilisti, wamesahau walimu. Watu wanakuwa ni wenye kujiangalia matumbo yao peke yake, wakati hao watu wanafanya kazi ya Mungu. Lakini kwa sasa thamani yangu haipo tena. Nisaidie Yesu. Sina kwa kwenda. Wewe ndio kimbilio. Kwa nini mimi? Kwa nini mimi ni yatima? Saidia yatima, saidia wajane. Jana tulikuwa na fundisho fupi ambalo tumeweza kuangalia, na leo vile vile tutaangalia baadhi ya somo hilo ambalo tutataka tuzame kabisa siri za Mungu ambazo zimefichwa katika Biblia. Siri za Mungu ambazo zimefichwa katika Biblia ndio tunataka vile vile tuiangalie kwa haraka, ili tupate kuelewa Mungu anasema nini kuhusu habari hizi za Biblia taratibu, ili tupate kujua kile ambacho Mungu amekusudia. Kwa hivyo rafiki, karibia sana ili tuweze kuanza. Tuliona Nebukadneza aliota ndoto, akaona vitu mbalimbali, baadaye katokea na mfasiri. Yale tulikuwa tumezungumzia katika juma ambalo lilipita na linapita nyuma yetu, hiyo siku ambayo zimepita. Kwa hivyo kuna mambo ambayo wakati tulikuwa tumefika hapa sasa katika vidole vile 10, yani European Union, hapo ndio tulikuwa tumefikia. Nayo pia nataka tuangalie kwa ufupi European Union ina matatizo gani na ina uzuri gani haswa katika Biblia. Pia ni vizuri tuweze kuangalia hizi inchi ngapi? 10. Una inchi 10, lakini 3 haziko pale, ndio zifike 10. 3 haziko pale, nataka tuziangalie kwa ufupi. Na hizi inchi ndio zinaitwa European Union ama G7. Bado Biblia ilikuwa imezungumzia, ukisikia Uhuru ameenda mkutano wa G7, bado chairman wao tutakuja kuangalia baadaye ni nani. Lakini leo hizi nchi ndio Europa ilikuja ikagawanyika. Ilipogawanyika basi ndio ikawa imetengeneza inaitwa European Union. Wako wa Ujerumani, wa Switzerland, wa Faransa, wa Italiano, wa Uingereza, wa Reno na wa Hispania. Kulikuwa na Heruli Vandel na Ostrogoth, lakini kuna pembe moja iliinuka ikawa ni yenye kuziangamiza 3. Hizi hazipo, zikabaki G8 ama G7. Hawa ndio wenye ugonjwa unaitwa COVID-19. Si ugonjwa,
wametengeneza kitu cha kuweza kukutisha wewe. Hebu kwanza tuangalie kitu moja. Tunasema nini? Ati si ugonjwa. Haya. Ukisema si ugonjwa ni wapi hapo unazingatia? Hebu unajua kuna mambo mengine pia inabidi tuanze kuangalia vizuri. Ati si ugonjwa. Kama si ugonjwa ni nini? Nini kinaua watu? Nini kinaua watu? Kinachoua watu tunataka tuangalie sana ili tuone Mungu ana mpango gani na watu wake. European Union wamefanya nini hiki? European Union wamezungumza mambo kadha wa kadha. Hebu nikupe kwanza dokumenti fulani hapa ili upate kuisoma wewe mwenyewe. Inasemaje? Hiki ni kitabu kutoka katika Rockefellian Book. Hawa ndio wana control dunia. Rockefellian Book. Kuna society, kuna family kama 7 hivi ambazo zina control dunia. Wakiwemo kina Bill Gates, wako na familia hiyo, wanadili na vitu kadhaa. Kuna wale wanadili na madawa, kuna wale wanadili na magari, kuna wale wanadili na vitu mbalimbali. Hizo familia 7. Kwa hivyo katika kitabu hiki walikitoa kitabu. Nakumbuka kipindi nilipotoa sehemu hii ukiwa wakati corona iliingia nchi, ilitokea pale sehemu za China. Nikaposti hii kitu kwa mtandao, ikatolewa na nikazimiwa Facebook, account yangu ikazimwa. Ilitolewa mbio sana na ikazimwa tena, nikafungua ingine. Maana yake wanajua kenye kinaendelea, si kwamba hawajui. Lakini kuna kipindi niligojea saa 6 hivi nikaposti, baadaye tena ikakaakaa. Baadaye wakanitumia message za ajabu, hii kitu haiendi kulingana na maadili ya Facebook, unaenda vitu. Hii ni kitu ambaye WHO wanaijua. Kwa hivyo nasemaje? Phase 1 wakati wa corona. Phase 1. Corona flu mild symptoms as at most media and as made of mass pronounced as later as fear. Forward testing system utilized which pick up any genetic material to trigger it positive. Simuliona Magufuli alitesti papai, akatesti oil, zote zikaonekana ni positive. Sasa tukajiuliza, mbuzi yako na corona na akufi, oil iko na corona na ikufi, paipai iko na corona na ikufi, kwa nini? Phase 1 ilikuwa hivyo. Hiyo ndio phase 1. Phase 2. The second phase, the first phase will Lord to compromise and trial. Inasemaje pale? To eliminate systems through lack of food, social distance, wearing masks, and lack of contact with sunlight and health bacteria, exposure to 5G radiation. 5G radiation will further attack the immune system. Thus, when people imagine into the society, more people will fall ill. This will be blamed on COVID-19. This will occur before the vaccine is ready to justify it. A longer and more potent lockdown will follow until everyone takes the vaccine. Hiyo ndio imefanyika. Hiyo ndio imefanyika phase 2. Yaani vile kitabu kinasema ndio hiyo imefanyika exactly. Si COVID-19 wana release tu 5G. Unajua 5G hata ikireleasiwa hapa, ndege iwezi pita pale juu, itaanguka ndege. Saizi mnatumia 4G. Watu wengi wanapata magonjwa ya kansa kwa sababu ya 4G. Lakini 5G ikireleasiwa, my friend, ile ni ngumu. Ina weaken the immune system ya mwili.
Lakini sheria inasema wakati unakufa, bora tu umekufa hospitalini, ni COVID-19. Kukawa na negligence katika hospitali, yani umepelekwa unauma kichwa, watakuhudumia, umepelekwa asubuhi, wanakuhudumia saa 9. Kwa hivyo ukikufa hapo katikati, si madaktari walikuwa negligence, ni COVID-19. Sheria inasema hivyo. Sheria ilikuwa inasema hivyo. Phase 3 ambayo vile vile phase 3 ambayo nataka tuiangalie pia inazungumzia nini? Phase 3 imepotea mahali, lakini tutaipata tu saa hii. Iko mahali hapo, iko mahali. Phase 3. Kama mtakataa kuchukua vile vile nini? Vaccine. It's weaponized. Watarelease sasa, inaitwa CRC, HIV, MRC virus will be released. A lot of people will die from this. It will be survival for the fittest. It will be also the ultimate push for everyone to be vaccinated in order to return to the normality. Those who have taken the vaccine will be at war with those who have not taken it. Will be anti from the sides. Kwa hivyo vile kipindi cha phase 2 ilikuwa mwenye hana barakoa anamlaumu mwenye hana barakoa, na hivyo ndio vyombo vya habari vilikuwa vinaambiwa vieneze, yani wapigie debe barakoa sana, ili wewe ukionekana haujavaa, yani wewe ndio unataka kutuua. Hivyo ndio itakuwa katika vaccine, na ndio saa hizi ikawa ilazimishwe kama unachanjwa, kama hujachanjwa wewe ni adui mwenye hajachanjwa. Na kuna wewe jiulize, virus ina chanjo gani? Ukini umetusumbua hapa, waliwahi toa virus? Virus haina vaccination, hiyo kae ukijua. Virus haina vaccination. Hizo ni vituko vinatendeka. Sione, sikia sehemu nyingine hapa. Sikia. Mnatishwa na vitu ambavyo hata hakuna. Sasa sikia, tuangalie jambo moja hapa. Nilikuonyesha jana takwimu ambayo mambo yaliyotendeka, ambayo uliangalia wewe mwenyewe. Sikia kule ng'ambo wenyewe asijue ni nini cha kufanya, na ama baada ya hapo hata wapiga picha hawakutarajia kwamba tukio lile lingeweza kutokea, kwa sababu walikuwa wamejiandaa katika kufanya matangazo ili kuhamasisha watu. Sasa huyu ni mmoja. Hebu tuangalie sasa viongozi wa serikali ambao wanakuja kutumia vyombo vya habari vibaya wakiwadanganya watu. Tuwawekee video hii muone. Na kinachoonekana sasa ni waziri mkuu wa Australia. Mama huyu alipokwenda kufanya jaribio la kupigwa chanjo, lakini kilichotokea ni hiki mnachokiona pichani. Kwa kawaida sindano yoyote ile inakuwa na mfuniko kama tunavyoona hapa, na unapotaka kuitumia basi mfuniko huo uondolewa na hubakia sindano tupu. Kinachoonekana hapa kama jaribio la kupigwa chanjo kwa mama huyu ni kwamba mfuniko katika sindano ile aliyoitumia kwa ajili ya kuchoma hiyo chanjo ulikuwa bado upo kwenye ile sindano. Kwa hiyo kihalali amewahadaa wananchi wake. Maona hiyo ripoti? Huo ndio uhalisia. Usitishwe. Viongozi watumie hizi vitu. Nyinyi watu wa chini, maana hii chanjo itakumaliza my friend. Wakati umeitumia after 5 years ujui utakuwa nini. Ina weaken your immune system. Kila ugonjwa utakumaliza na utakufa. Epuka. Huyo ni mmoja. Baada ya kutoka huko sasa tuelekee nchini Uingereza, ambako tutakwenda kumwangalia meya wa jiji la London, na yeye alipofanya igizo kama hili kwenye vyombo vya habari. Pichani ni Sadiki Khan huyo, na yeye alipokwenda kufanyiwa maigizo ya kuchomwa chanjo inayosemekana ni ya coronavirus. Hali
aligusishwa tu plastic, na kama unavyoona daktari huyu anafanya umahiri kabisa wa kuweza kuficha ili waandishi wa habari wasione kile ambacho kinaingia katika mwili wa huyu meya wa jiji la London anajulikana kwa jina la Bwana Sadiq Khan. Sasa tunaweza kujifunza kitu hapa wa Afrika na ndugu zangu wa Tanzania. Swali moja la kujiuliza, wanayafanya yote haya kwa sababu zipi? Ni wazi utu, uadilifu na uaminifu kwa mwanadamu umetoweka. Je, kama wanayafanya haya kwao, wanapokuletea wewe mtu wa daraja la 3 anayekuita ama Mwafrika, huoni wanaweza kukufanyia mambo mabaya zaidi? Ndugu zangu wa Tanzania na wa Afrika kwa ujumla, kama mtakumbuka, tumepigia sana kelele chanjo za saratani shingo ya uzazi. Hiyo saratani ilikuja Kenya, wakaleta shida sana. Tena Catholic ndio iliweza kutusaidia. Wakasema hapana, hiyo chanjo si ya saratani ya cervix, hapana. Serikali ikakataa, hapana, hii ni chanjo. Walikuwa wanasema mtoto msichana kuanzia 14 years, ilikuwa 15 years mpaka 45 waende wapigwe waweke hiyo chanjo. Baadaye Catholic wakasema ndio waeke, lazima kwanza twende laboratory. Wakapeleka kwa maabara kuu. Serikali ikafanya kwa maabara kuu yao, Catholic wakapeleka South Africa wakafanya. Research zilipokuja ilikuwa si chanjo. Ilikuwa si chanjo. Ilikuwa ni kuzuia mimba. Ilikuwa ni kuzuia mimba, ndio ikakataliwa. Imekuwa juzi. Kama mkufuatilia vyombo vya habari mkaiona. Na tunasimamia hapa kwamba chanjo hizo bado si salama. Upande wa pili, tumepigia kelele sana kilimo cha mbegu za kisasa na udhalimu uliofichwa. Epuka. Hizo ni baadhi ya vitu ambavyo, yani wewe serikali ikisema kuna mbegu hapa, unakimbilia. Sasa si ulipanda mahindi, chukua ile mahindi weka kama mbegu. Zamani mimi nilikuwa naona wale ambao wamenikuza wazazi walikuwa naiweka pale penye wanapikia ile mbegu, mahindi yale yanakauka pale, hawakuli yote. Lakini leo mnakula yote, mnangojea serikali wapatie mbegu. Wapendwa, mtakula vitu ambavyo ndio nakuta kwamba mwaka huo nawapatia mbegu zinatoa, mwaka ule mwingine hakuna kitu inatoa, zinakuwa katumani, hakuna kitu. Science inaitwa European Union haikutakii mazuri katika mbegu hizo za kisasa, lakini bado baadhi ya watu wamefanya mioyo yao na masikio yao kuwa ni migumu, ila naamini katika kipindi hiki tunaweza tukayashinda yote. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sasa sikilize, daktari mmoja hapa amekuwa mshauri wa WHO ambao wanapatiana taratibu. Huyu ni Mkenya. Jack Githae, I'm a traditional medical practitioner, been practicing for the last 50 years. I have also been a consultant with WHO as a member of WHO Regional Expert Committee on Traditional Medicine. I've been a consultant with the Commonwealth Secretariat, and I'm a trainer for the Commonwealth Secretariat in the Comesa region. I've been also an advisor with the Ecumenical Pharmaceutical Advisory Network, particularly advising church-based medical institutions for quite a while. So, as a professional medic by training and practice, I am a bit concerned about the massive vaccination of global and national populations before we are double sure that the vaccine we are taking is safe. In WHO standard, any therapy, be it a vaccine, a tablet or a capsule, must be first and foremost safe. It must be safe in short-term basis, on mid-term basis, on long-term basis. My question is to the Minister of Health and to all those who are involved in the administration of our drugs in this country, are they double sure that the vaccine we are about to start injecting our people is safe? On short-term basis, I hear in other countries some people have died, certainly. On mid-term basis, which means 3, 4, 6 months, and on long-term basis, a year or years after now. We are aware that vaccine have been used in exterminating people in other countries.
in Australia, in US, in South America, in North America, vaccine can be misused, and they have been misused. So I talk on behalf of my people of Kenya, I talk on behalf of the African people, that even as we engage in tackling the current pandemic, HIV-19, let's first of all be double sure that what we are injecting our people into our people as a vaccine for COVID-19 is safe. Before we are sure of that, my advice is let people take time. Let people wait and hear what is happening elsewhere. We know that many continents have lost their indigenous people. In Canada, in Australia, in South America, in North America. The tactics of exterminating populations in countries that other people are interested in, they use poverty, civil conflict, toxic medicines, toxic fertilizer, and in many cases, vaccines. Mesikia hiyo statement. Kwa ajili ya kupunguza watu population katika other continent, mara nyingi European Union imetumia kupatia watu fertilizer. Ndio magonjwa ya kansa imesambaa. Mnapanda na fertilizer ambao they are not safe. Lengo na madhumuni ni kukuangamiza wewe. Wametumia vile vile medicine uweza kukuangamiza. By the way, hizi maduka, mtu anaumwa na kichwa anakimbilia wapi? Chemistry. Wachana na hiyo. Hiyo epuka kabisa, epuka. Kama unaumwa na kichwa, tafadhali usikimbilie kwa chemistry. Chemistry, dawa zile za WHO zinakupoesha wakati zinaongeza nini? Zina create another disease. Huo ndio ukweli wa mambo. Rudi katika originality. Wachana na hizi madawa. Rudi katika originality. Utasaidika. Vaccine. Siku moja wakaenda wakafanya testing hapa Kongo. Watoto walikufa kijiji kizima. Kufanya vaccine. Atio Ebola sijui nini, wakafanya vaccine testing. Na hii mambo ilikuwa amesemekana kwamba tayari ilikuwa kwa vyombo vya habari. Ati testing ya vaccine itakuwa in Africa na Kenya. Uhuru akakataa. Asema hapana, wakikuja lazima tutaongea. Mimi sijakubali. Tayari. Si imeshafanyika. Watu tayari wameshapatiwa chanjo. Wanangojea chanjo ya pili. Baada ya kupatiwa chanjo, tena mnaambiwa endelea kuvaa barakoa, endelea kukeep distance, na bado lockdown utaipata. Vaccine haikusaidii chochote. Wamesema wenyewe. Tumeona Amerika wamekufa. Ile vaccine ya James sijui whatever, wote wakaipiga marufuku. UK wakaipiga marufuku na watu wameitumia hapa. Wameitumia. Rafiki, tuko kipindi cha mwisho. Mwanaume amezungumza mambo mengi ameyazungumza. Kwa hivyo kila ambacho nakiona kwa vyombo vya habari sio kenye kiko kwa ground, tofauti sana. Unaona saa hizo wanakupigia debe India ni kubaya. Sio kenye kiko kwa ground, hiyo ni vyombo vya habari vimelipwa, lazima uende kulingana na sheria ya WHO. Maana wao wana control. Ukipinga wewe vyombo vya habari utafanya kazi. Hiyo ndio kweli ulio. Kwa hivyo lazima watangaze kenye wanaambiwa na si ukweli. Wewe jiulize, India kwa nini wameanza kupigwa vita? Hiyo ni vita ya kiuchumi, si kitu kingine. Ukigonjeka kansa unaenda India. Unatibiwa na Wahindi. Wewe mwenyewe, wengi wenu mnafanya kazi, viwanda vingi, industry nyingi ni za Wahindi. Hizo pesa zinaenda wapi? India. Uchumi unaongezeka wa India. Uchumi wa India very strong. Ingawaje ni watu wengi population, lakini wako vizuri kiuchumi. Walipopatiwa tenda ya kutoa vaccine, wakatangaza kwamba sisi ndio the first katika dunia mzima kutoa vaccine milioni 1. Na unajua wewe upatiwa tenda kama uchumi wako uko chini, ni ngumu sana. Lazima uchumi uwe strong.
Walipoona hivyo wakaona yao wameweza, si ndio? Wakaanza kuwapiga vita. Na lazima watangaze hiyo. India sasa kuna ingine imeingia, sijui hiyo ni vita ya kiuchumi, si kitu ingine. Sikiliza rafiki yangu hapa, hata kama alikufa. Tukaingia kwenye dhahabu. Dhahabu walikuwa wanasomba makonteina na makonteina. Wanakwambia wanachukua mchanga. Sasa kama ni mchanga, kwa nini unausafirisha kupeleka Ulaya? Kama ni mchanga, si usafirishe hata Kinyerezi ukajenge daraja. Lile lilikuwa shamba la bibi lingine. Unajua shamba la bibi maana yake ni shamba la nyanya. Bibi mzee, bikizee. Yaani pale paipai mtoto ataenda achukue tu, hata aombi. Anachukua tu. Maana yule si ni mzee. Atakufukuza hapana. Maembe atachukua tu. Kwa hivyo ndio wazungu walifanya Tanzania, kwa sababu kuna chimbwa dhahabu. Basi vile vile wakawa wanachimba under the regime ya watawala waliotangulia. Lakini huyu mwanaume alipoingia aliwaekea break. Na ikatangazwa amezuia makontena 200 kwa bandari yasiende Ulaya. Mpaka wakaweka mkataba. Dhahabu yetu imesombwa, tumeachiwa mashimo, wananchi wameendelea kuwa maskini. Na maeneo yaliyokuwa na dhahabu nzuri wanafukuzwa, wanachimba wao. Mikataba ilikuwa inasainiwa Ulaya bila hata Watanzania wa hapa kujua. Mimi nilikuwa serikalini miaka 20. Nimebadilisha huu taratibu. Tukasema lazima tukae kwenye meza tuzungumze. Mliyasikia yaliyozungumzwa na baadhi ya Watanzania waliokuwa mapapeti wa hawa watu. Serikali itafungwa, hamwezi tukashindana na wazungu. Hiyo dhana, hatuwezi tukashindana na wazungu. By the way, wacha nikusaidie kitu moja. Wewe fanya utafiti. Dhahabu zote ama madini yote, kuna European, kuna nchi yote ya Uingereza inachimba madini isipokuwa Afrika. Afrika peke yake ndio kuna madini. Kule Europe hakuna. Kwa hivyo wanatumia vitu vyetu kuua watajiri. Wanakuja kama Kongo, si kuna chimba dhahabu. Kumaisha vita. Ebola imeisha. Hakuna. Hao ndio wanakuja wanawauzia nini? Silaha. Mnaanza kupigana wenyewe, wanaleta Amazon, wanaanza kusema tumekuja kuleta ulinzi, tuweke amani, huku wanachimba dhahabu. Wanasafirisha. Wanachimba dhahabu, wanasafirisha. Tumeleta ulinzi na wenyewe wanauzia hili kabila nini? Bunduki. Waenda pia pale wanauzia bunduki. Baadaye mnaanza kupigana wewe na ndugu yako, ati hii kabila wewe sijui, mnaanza kupigana vita vya kikabila, wakati huku wanakuja wanafanya nini? Wanachimba dhahabu. Hivyo ndio wanafanya. Mliona Gaddafi si kwamba alikuwa mtu mbaya, alikuwa mtu mzuri. Yaani Gaddafi na Magufuli hao ndio rais katika Afrika. Lakini walipoona huyu Gaddafi ataerevusha wa Afrika, tufanye nini? Wakamtafutia makosa. Wakaanza kumpiga vita. Anatengeza silaha kali. Wanapiga vita, baadaye wanasema tumekuja kuweka amani, wanasomba mafuta. Saa hizi Libya haina chochote. Hakuna. Tunacheza na mzungu. Tumewabana kisawasawa. Mpaka wameanza kutoa pesa na gawio, na tukaunda kampuni inayoitwa Twiga. Wameshaachia bilioni 100 na kesho wanaleta tena bilioni 100 za faida zilizopatikana hapo. Hayo ni maneno ambayo yalijitokeza katika hiyo sehemu pia vile vile. Sikiliza, mwanaume Tuweze tukasalimu amri. Sasa hii ndio iliweza kummaliza, maana akisikia hii, wazungu wakisikia hii, yaani miaka 5 hujaenda kuwainamia uwaombe pesa. Umejenga nchi makubwa, amejenga standard gauge tena hata nzuri kabisa, bila kutumia pesa zozote za mkopo, bila loan. Huyu mwanaume
amenunua ndege, amefanya mambo makubwa, si lami, si amefanya mambo makubwa. Ndani ya miaka mitano hajaenda kwa wazungu kuwaomba, wakasema huyu atakipata. Kwa ugonjwa huu wa corona tukashindwa kumtegemea Mungu na tukashindwa kuendeleza uchumi wetu. Hili litapita kama yalivyopita magonjwa mengine, lakini tuendelee kuchukua tahadhari kama ambavyo tumekuwa tukifundishwa na viongozi wetu. Na Baba, nakushukuru sana kwa tahadhari iliyotolewa na Baba Askofu Mkuu Kinyaia kuhusu tahadhari ambazo tutaendelea kuzichukua katika ibada zetu. Lakini niwaombe sana ndugu zangu wa Tanzania, tusiogope kwenda kumtukuza na kumsujudu Mungu katika imani zetu, kila mmoja kwa wakati wake. Na ndiyo maana sisi kama sisi serikali hatukufunga ibada misikitini wala makanisani, kwa sababu tunajua huku kanisani na misikitini ndipo kwenye uponyaji wa kweli. Na Wakenya walifunga, maana hawatambui Mungu, wanaona gonjwa la corona ni kubwa kuliko nini. Haya ni mambo ambayo tukiweza kuwafuatilia. Hebu sikiliza hotuba ya mwisho, ndio baadaye Tumsifu Yesu Kristo. Alikuwa kanisa, ile hotuba ya mwisho aliyoifanya. Tumsifu Yesu Kristo. Na hapa walikuwa wamemsukuma, si mchezo. Unajua kwa vyombo vya habari, kwa mfano Trump wakati ambapo anatangaza watu wavae barakoa, tayari alikuwa amekataa, sitaki watu wa Amerika kuvaa barakoa, na yeye mwenyewe akasema sitavaa. Lakini kwa sababu European Union ndio inamsukuma, ilibidi, maana unakuwa usiposikizana na masharti yao unauawa. Anatangaza wakati ule, wakati ambapo amesimamiwa pale nyuma, tena wamemwandikia enda utangaze hivi na hivi na hivi, ukikosea risasi. Baba Paroko, kwanza kwa ruhusa yako. Yaani huyu ndiye aligeuka akawa mhubiri. Huyu ndiye aligeuka akawa mhubiri. Wahubiri wakawa wamekimya kabisa. Watu wanahitaji kuwa na kiongozi mzuri sampuli hii. Na kiongozi ambaye anajali maslahi ya watu, anaona maisha ya mwanadamu mwingine ni muhimu hata kuliko yake. Lakini Kenya, ni tumbo yangu, mimi. Na kuwatakia heri ya mwaka mpya wanaparokia wote wa Mtakatifu Petro, kwa sababu tangia mwaka jana hasa ya majaribu ya shetani ambaye alimjaribu hata Bwana kwa ujumla, kwamba kimbilio letu ni Mungu. Nimeshukuru sana waimbaji hapa walipokuwa wakiimba, hawakuhangaika hata kuvaa barakoa, kwa sababu wanajua Mungu wao ni mkubwa kuliko barakoa. Sijasema wanaovaa barakoa wanafanya vibaya. Hata wewe Baba Paroko umekuja bila barakoa, ilipofika wakati mwafaka wa kuvaa barakoa ukaivaa, na baadaye sasa ilivua. Hii inaleta imani kubwa sana. Ndugu zangu, nchi nyingi zimeanza kuvaa barakoa. Ninyi ni mashahidi katika vyombo vya habari. Nchi hizo ndizo zinaongoza kwa watu wengi kufa. Wengi, maelfu. Sijasema msivae barakoa wala msinikoti vibaya, lakini kuna barakoa zingine sio nzuri. Nataka niwaambie, huu ndio ukweli. Mtaletewa barakoa zingine ambazo ndizo zenye matatizo. Na hiyo si uongo, ni kweli. Akiongea hivyo si kwamba ajui, anajua Kenya anaongea vizuri kabisa. Hii vita ya uchumi si vita rahisi. Maana lazima rais mwenyewe ajue ni nini kinaendelea. Yaani unajua watu wengine ni kama kwama hawaishi Kenya. Uhuru alipoenda Vatican akakutana na Pope.
Baadaye ukifuatilia ziara zake, akakuja akawaletea huduma namba, akarudi huko, kurudi sijui kulienda kukawa corona ndio ikaingia. Juzi ameenda kurudi, ati sasa deni ya wa China imefanyaje? Wamesema wasongeze mbele, haitakuwa. Maana wale ndio wana control, Unakuta sasa Wakenya walipoandika barua tutaki sasa mikopo, wakaambiwa Kenya mko na uwezo, na hakuna uwezo mko nao. Kuna uwezo ni kwa sababu kuna mtu wakati umeinamia top, hakuna nchi yako itakuwa salama tu. Bora tu ufanye Kenya anataka, maana yeye ndio chairman wa European Union ama G7. Kuna mwingine ni yeye. Ni vile watu wengi hawajui. Kwa hivyo kukawa na mambo, kuna vitu ambavyo vinaweza kuonyeshwa, mnaonyeshwa kwamba mfano naona sehemu kama hii ahwɛfoɔ a mohwɛ video nyinaa Jesus nhyira mo. Wo a wobɛhwɛ video a wo nsa bɛka video no bibia mesrɛ wo sɛ ne ma wo nua na wo nua nso n'anim da ne ho so. Ekuro bi so a wɔnya coronavirus no bi ɛna efunu na wɔde wɔn abɛgu ɛpona no sa asɔkye ne bɔ a na abɛfɔ. Ati hao ni watu wamekufa kwa sababu ya COVID-19. Sasa walikuwa wanatupwa baharini, bado bahari na waleta katika nchi kavu. Hiyo ni ujanja wa media, kukuweka uoga, kabisa. Ujue watu nakufa hivyo, watu nakufa hivyo. Ni ujanja wa media. Hivi vitu watu wanakaa chini wanatengeneza. Hizi ni movie inatengenezwa bwana. Lakini kwa sababu wewe hujui kenye kimetoka kwa wewe hapa, unasema ni kweli. Hakuna kitu hapa. Itibisao se tesi asewi isumu na mwa. Odi mpane bina mtumisira mu mwa minda mu honso. Mwa mu ni so ndam sisi ya mo be hwe no very very careful because you go to yes you mudi. Adise na mu ko an mtumisira mu na video ya. Mo wasanya ma unia. Na kupo nshira obi bia obese video bia na mshira mo sema unia. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya vitu ambavyo watu waliletewa kuweza kuwatisha. Baadaye pia wakaonyeshwa Iran ni kubaya. Iran ni kubaya. Ati grave mass. Yaani mnaeletewa vitu kwa bora tu vyombo vya habari cheza nazo. Ukitaka kupindua nchi, wewe tumia vyombo vya habari. Ukitaka kuwa MCA hapa Kapitembwa, tumia tu vyombo vya habari. Vitakupigia debe, hata wenyewe watakuwa wanaenda kupiga kura na shangaa unapigia nani wakati yule ashapita. Vyombo vya habari hatari sana. Hizo zilikuja katika vyombo vya habari, watu wakaona Irani ni kubaya sana. Kuna kitu kama hiyo, unadanganywa bure. Iran has been one of the hardest hit by COVID-19. The number of recorded deaths has jumped dramatically, even in the last day. But disturbing new images suggest that Iran's coronavirus have... Nasema aje? Satellite image show mass grave in Iran. Satellite image show mass grave in Iran. Uongo. Epidemic may be even more serious than authorities there admit. Rebecca Collard has more. Iran is now saying it has almost... Huyu ako Iran ana barakoa, lakini tunaambiwa kule ni kubaya. 13,000 confirmed cases of COVID-19 in the country. Na mlikuwa mnaona namba katika TV zenu. Mnaona kumepanda leo wamekufa milioni moja, sio 1,000. Leo ni 2,000 wapi? And that more than 600 people have died because of the virus. That's a 100% jump from yesterday when the Iranian authorities said just 500 people had died because of the virus. Now, also this week we saw these satellite images emerge of what appears to be a graveyard in the city of Qom. Now, Qom is where this virus is believed to have first taken hold in Iran and where most of the cases have been reported. Now, these satellite images show this vast graveyard
expanding significantly since October. And that, of course, has raised further questions about these numbers being provided by the Iranian authorities. There has been a lot of suspicion that the numbers, both of cases and deaths, could have been a lot higher than the official numbers that we're hearing. Now, Iran also came under a lot of criticism because it's affected parts of the country and the stay home. And the Iranian authorities country, but most of those plans seem to be put on hold. Meanwhile, there are still some people on the streets despite the warnings to stay home. And the Iranian authorities said yesterday that as of today, tunaona watu katika Iran ni wengi tu, wengine wamevaa, wengine hawajavaa, wengine wamevaa, wengine wamevaa, hawajavaa, wengine wamevaa, hivyo hivyo tu. Na maisha inaendelea. Maisha inaendelea. Kama Kenya hivyo. Maisha inaendelea, lakini kwa sababu watu wameuziwa uoga. Maana lengo na madhumuni watu waekewe lockdown, uchumi urudi chini. Baada ya uchumi urudi chini, sasa nini kinafaa kufanyika? Maana baada ya lockdown lazima uchumi urudi chini, na wewe ni shahidi. Uchumi umerudi chini. Kila nchi saa hizi inalia. Kila nchi inalia uchumi. Ndio nikakwambia hawa watu tahadhari sana. Ndio wakakutengenezea nini? Hiyo map. Wakakutengenezea hiyo map imegawanyishwa. Inaitwa Club of Rome, 10 kingdoms. Africa number 8, region number 8. Hii hapa hivi uwe na rais mmoja, pesa moja, serikali moja. Hivyo kwenda hivi hivyo wamegawanyisha hivyo. Hapo inaitwa New World Order. Na hii huwezi fanyika wakati ambapo kila nchi inajisimamia. Lazima uchumi wenu ushuke. Uchumi utashuka kwa njia gani? Wawatishe na virusi vya corona, baadaye mjifungie kwa nyumba, baadaye hakuna kazi. Baada ya kukosa kazi, nini kinatokea? Mnaomba European iwasaidie na mikopo. Mkishakopa, mnakuwa watumwa wao. Wanasema sasa tunataka tufanye hivi. Ili tuinue uchumi, lazima tuhakikishe kuna siku moja ya ibada tu. Tusiwe na siku 3. Maana juma lina siku 7. Kuna wale wanakwenda Ijumaa kama leo Waislamu. Kuna wale wanakwenda kesho ambao ni wa Sabato. Kuna wale wa Jumapili. Hizo siku zinaharibu uchumi. Tuwe na siku moja, na tayari imeshapigiwa muhuri Jumapili. Hizi zingine zote natupiliwa mbali. Kuwe na siku moja tu. Kama utapatikana haufanyi ibada Jumapili, basi hapo ndio utaonana na Rome, the 10 kingdom. Utajulikana wewe ni nani. Ndio itakutengenezea Rome statute. Imeweka pale paka mahakama yao Uholanzi. Fanya kosa uingie pale, inakuhukumu kwa sheria za Kirumi. Katili kweli kweli. Inaitwa European Union. European Union si nzuri. Lengo lake sio nzuri. Sio nzuri. Hawa. Najua mnaona tu kama kawaida. Italy, sijui Uingereza, sijui gani. Hawa Biblia ilikuwa imewatabiri kitambo sana. Hicho ni kitabu cha Danieli. Zile vidole 10. Na ukirudi kitabu vile vile, sasa hapa ndio tunaanza kurudi nyuma. Tukifika kama hapa. Hii pembe zilikuwa 10. Hii pembe ikainuka. Ina mdomo, ina macho. Na hii mdomo inaongea makufuru. Macho inaona, akiwa Vatican anaona Kenya. Wale walipiganisha watu anawaona, anajua ni Uhuru, anajua ni Ruto, akawaita kujeni hapa mara moja na wataka kwa mahakama. Ilibidi wapige magoti kwa makanisa. Huyu jamaa alikuwa na wahitaji. Walipiga magoti. Huyu jamaa si mchezo. Anaona mbali. Hakuna mahali anajificha, maana kila mahali ako na watu wake. Huyu si mchezo. Akang'oa 3 zilizompinga. Ostrogo, Eruli, Vandal akang'oa. Nyinyi hamtaki kusikiliza maneno yangu, akawatoa katika utawala. Sikabaki G8. Lakini hii 8 inafanya kazi nyuma, behind the scene. Hiyo ndio inapanga hizi. Yeye ndio chairman.
tutakuja kuizungumzia kwa undani. Huyu tukifika sura ya 7 kitabu cha Danieli imetoa hii maneno vizuri kabisa. Mdoma ina maneno makufuru ya kumtukana Mungu. Huyu Mungu akisema yeye anaitwa Baba Mungu katika kitabu cha Ufunuo, vile vile samahani, kitabu cha Yohana Injili 17 mstari wa 11. Yesu anazungumza nini na huyu anasema nini? Soma baba. Inasema, naam, lakini mimi simo tena ulimwenguni. Lakini mimi simo tena ulimwenguni, wewe Yesu. Hao wamo ulimwenguni. Lakini hao wamo ulimwenguni. Nami naja kwako. Nani? Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, uwafanyaje? Uwalinde hawa. Kumbe Mungu anaitwaje? Baba mtakatifu. Na huyu naye akakuja akanena maneno makufuru, akasema yeye ni nani? Baba mtakatifu. Hiyo sasa. Mimi ni Mkatoliki, nimezaliwa kule. Unajua Katoliki ni kanisa ya kwanza. Ndio kudanganya ni nani? Si usome historia, soma vitabu, utaelewa Katoliki imeanza wapi. Huyu ndiye kiti cha shetani. Mkatoliki ni kiti cha shetani mwenyewe. Katoliki usicheze naye, Katoliki ni hatari. Mungu akasema kesho ni Sabato ambayo imeanza saa hizi leo, jua linapozama. Maana Mungu anasemaje katika Biblia? Siku ya Mungu inaanza saa ngapi? Mwanzo 1:5. Sikia Mungu anasemaje. Lakini huyu alipokuja akasema hapana, ni saa 6 ya usiku. Soma. Mwanzo 1 aya yake ni ya kwanza. Ya 5. 1:5 mwanzo inasema hivi. Naam. Inasema Mungu akaita nuru mchana. Mungu akaita nuru mchana. Na giza akaliita usiku. Na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi. Ikawa jioni, ikawa nini? Asubuhi. Siku moja. Na huyu anasema ikawa saa 6. Huyu anasema saa 6 ndio siku inaanza, ingine inaisha, ingine inaanza. Wakati Mungu amesema wakati jua linazama siku ya Mungu imeanza, ingine imeisha. Huyu anasema hapana, saa 6. Lengo lake ni nini? Yaani wewe ambaye unatunza Sabato uendelee kufanya kazi zako mpaka saa 6 ya usiku. Tayari umeshavunja Sabato. Maana alijua wakati umekosea Mungu kidogo tu, anavyosema katika kitabu kimoja kinaitwa Yakobo 2:10. Wakati umevunja amri moja, umevunja zote. Atakayeshika sheria yote, ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini, pia alisema usiibe. Usifanyaje? Usiibe. Twende. Ijapokuwa ukusini lakini umeiba. Ijapokuwa wewe si mzinifu lakini wewe ni mwizi. Umevunja yote. Umevunja nini? Yote. Ijapokuwa unatunza Sabato lakini unafanya kazi mpaka saa 6 ya usiku Ijumaa tayari, ama saa 3 ama saa 2. Yaani jua limezama bado uko boda, jua limezama bado wewe uko shughuli zako, mara M-Pesa una transact pesa, ujue wewe tayari umevunja Sabato. Hata kama utaamka kanisani kesho asubuhi bado umevunja Sabato. Umevunja yote. Umevunja. Hiyo ndio ilikuwa lengo lake. Ndiye akaweka saa 6 ya usiku. Maana alijua kuna wengine watafuata Sabato ya kweli, lakini hawa nao pia tuwatege. Tuweke siku ianze saa ngapi? Saa 6 ya usiku. Wakati Mungu anasema wakati jua linazama. Huyu mwanaume si mchezo. Yeye ndiye anaongoza dunia. Ndio nakuta kila rais wa Amerika akichaguliwa lazima aende asalimiane na yeye, waeke mkataba. Ukikataa wewe huwezi kuwa rais katika nchi ile ya Amerika. Wale wote fuatilia historia ya marais, sasa hivi ni kama 40. Marais 40 wametawala pale Amerika. Lakini wale wote waliokataa waliweza kuuawa. Wale wote waliokataa waliweza kuuawa. Lazima ukichaguliwa 6 months zisiishe kabla At the hujaenda. Vatican today, a warm greeting for President Obama from Pope Benedict XVI. It's a great honor for me. Thank you so much. It's a tradition. Lazima uende usalimiane. Na katika hili habari ndio tunaona huyu anawakilisha Farao.
huyu anawakilisha Yusufu. Hujaelewa? Hiyo ni unabii, iko katika kitabu cha Mwanzo 40 na ngapi? Na 7. Have story za Yusufu na Farao. Yusufu Amerika, Farao Shetani Vatican. Hapa Yusufu aliota ndoto, alikuwa mtu mzuri kabisa. Unajua huu ni unabii ambao Mungu aliutoa hata kabla hujafanyika. Ni unabii aliutoa, anavyosema kwenye kitabu cha Isaya 42 mstari wa 8 na 9. Sikia anasemaje? Isaya 42 mstari wa 8 na 9. Mungu wa mbinguni anasemaje kwenye huo unabii? 42 mstari wa 9 Isaya. Inasema hivi. Naam, anza wa 8. 42:8-9 ndawadia inasema. Mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu, na utukufu wake sitampa mwingine. Twende. Wala sitawapa sanamu sifa zangu, wala hatawapa sanamu sifa yake. Tazama, mambo ya kwanza yamekuwa, nami nayahubiri mambo mapya, kabla hayajatokea. Ati kabla hajafanyaje? Kabla hayajatokea. Kumbe Mungu anahubiri mambo mapya hata kabla hajafanyaje? Hayajatokea. Alihubiri mambo ya Amerika na Vatican hata kabla Amerika haijakuwa taifa, wala popo hajazaliwa, ama hiyo system haijatokea. Nchi ya Misri kulikuwa wale Yusufu walipopelekwa nchi ya Misri, walipouzwa pale, akawa waziri mkuu. Alipokuwa waziri mkuu, nakupa muhtasari wa kitabu cha Mwanzo 47. Kwa hivyo alipopelekwa pale, akawa ni muotaji ndoto. Baadaye akawekwa katika serikali, akawa waziri mkuu, akapatiwa mamlaka yote na nani? Na Farao. Alipatiwa mamlaka yote na Farao. Vile kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 11 inavyosema, huyu akampa mamlaka, ama huyu anatumia mamlaka yote ya uwezo wa yule mnyama wa kwanza ambaye ni Roho. Baadaye Yusufu akaweka mikakati kwamba kwa sababu ameota njozi, mfalme aliota njozi, njaa itakuja miaka 7, baadaye kutakuwa na njaa ulishe miaka 7. Kwa hivyo zile miaka 7 ambazo walipatiwa, baadaye huyu akakusanya chakula, akaweka kwa store. Nini kilitokea? Njaa ilipozidi, kaanza kuingia ulimwenguni, watu wakaanza kuuza mali zao. Huyu akiwapa chakula, anawapa chakula. Mwisho wa siku, katika statement ya mwisho anasema, sasa nimenunua watu wote, nimekununulia wewe nani? Farao. Sasa hawa wote ni mali yako. Mashamba waliuza kwa sababu ya chakula, mimea, mifugo, kila kitu ili wapate chakula, fedha zote kwa ajili ya chakula. Hawa wako na bank, IMF, hawa ni hawa. IMF ni hawa, si ya Amerika. Iko Amerika lakini ni hawa IMF. Pesa zote ambazo mnatoa sadaka hapa kama Makatoliki, wote zinaenda Vatican. Wako na pesa zote. Misaada yote ukisikia England wala Italy ama gari, si jana, ni jana. Kenya wamepata msaada, ilikuwa milioni ngapi? Ni 200 kutoka German. Hawa ndio wamepatiana, lakini wanapatia kutoka European Union. Pesa zote ni zao, watakusanya zote. Baadaye mnapokuwa masikini sasa wanawadai, inabidi mjisalimishe kwa huyu, na huyu ndiye atasababisha hiyo. Maana huyu ni mtu wa mkono wa huyu. Huyu tunapozungumzia si Obama, nazungumzia Amerika. Ni mtu wa mkono wa nani? Wa Vatican. Watu wengi hawaelewi mambo kama hayo, inakuwa ni mgeni na ni mpya kwao, lakini huo ndio ukweli wa maneno. Ambao watu wanafaa waelewe. Baada ya kuelewa, ufanyie kazi. Hatuna muda katika dunia ambayo tunaishi, hatuna muda kabisa.
fanya mabadiliko, fanya mabadiliko. Ukifanya mabadiliko itakuwa vizuri. Brothers and sisters, excuse me because I speak in Italian, but hiyo ni clip, mnaona kama ni pop, ni sawa, lakini sijawahi ona pop mwenye anazungumza Kizungu. Pop mara mingi anazungumza Kilatini, hiyo ndio sheria. Italian mara mingi kuna pop anazungumza, hiyo si yeye anazungumza, hii ni Photoshop. Photoshop, maana maneno atakayeenda kuzungumza hapo ni unabii. Kwa hivyo ni picha wamekuwekea pale akizungumza, mdomo akipanua, lakini sauti si yake. Hiyo inaitwa vyombo vya habari, na hawa ni Wasabato wamefanya hiyo ujanja, na bado ni Injili hiyo, ukae ukijua. Kwa hivyo yeye alikuwa anazungumza hapa. I'm not speaking English, but I will speak no Italian, no English, but carefully. È una lingua più semplice e più autentica. Kwa hivyo kila ambacho anaenda kukisema anasema ni ukweli na ni ukweli kabisa, lakini hakuna maana huwa wanakula kiapo. Kuna popo anazungumza maneno ambayo atazungumza. Ukizungumza hivi utapigwa risasi saa hiyo ukufe. It is a system. Si popo akiwa popo, hapana. It's a system. Kuna majeshi ndani pale, kuna watu, the people who control the world. Na lazima unabii utimie. Kwa hivyo lazima ukule kiapo ndio ukue popo. Huwezi kuwa tu popo hivi hivyo. Tukitoa siri za watu ama siri za shetani itakuwaje? Unajua popo ile kiti, hiyo ndio kiti cha shetani. Kwa hivyo Freemasonic pastor wao anakuwa ni Catholic system. Lingua del cuore ha un linguaggio e una grammatica speciale. La grammatica semplice, 2 regole: ama Dio soprattutto e ama l'altro perché è il tuo fratello e la tua sorella, e con queste 2 cose andiamo avanti. Io sono qui con mio fratello, un vescovo fratello, Tony Panna. Siamo amici da anni. E lui mi ha detto del vostro convegno, del vostro raduno, e con piacere gli invio un saluto. Un saluto. Kwa hivyo pale akawa amekuoti kitabu cha Wathesalonike, hayo maneno yanatoka pale kwamba wakati wasemapo kuna amani, hapo ndipo kuna kuja na uharibifu. Kwa hivyo haya ni maneno ambayo inasemwa, lakini hawezi akazungumza maneno hayo akiwa kama popo, hapana. Gioioso e nostalgico. Gioioso perché andati a Egitto. Kwa hivyo anazungumzia kuhusu I will only go if you keep God's law, especially the Sabbath. Ni maneno ambayo si kwamba, by the way, si kwamba mapadri ama mapopo hawajui. Hii vitu yote wanajua nini kinaendelea, lakini kwa sababu ya wengine kutetea pesa inabidi wakwame pale pale kwa Ukatoliki ama Jumapili. Wachungaji wengi wa Jumapili wanajua Sabato ni Jumamosi, si jambo la kupingana. Wewe hapa chini utaanza kushinda utoe Warumi, mara sijui wa Korintho wa kwanza 16, mara wa Kolosai, wewe ndio utatoa hiyo. Lakini wakubwa wako wanajua Sabato ni Jumamosi, hata si jambo la kupingana. Ni wewe wamekuachia ambaye haujui chochote, wewe unapingana. Maana Biblia iko wazi kabisa, Sabato ni Jumamosi. Kwa hivyo alizungumza maneno makubwa hapa ambayo ukiwa ni muumini wa Katoliki, kwa kusoma kila ambacho alizungumza, bila shaka unafaa ukuwe umetoka katika mambo ya Jumapili. Kwa sababu pia tunakimbizana na muda, tunaona pia saa 3 inabisha saa hizi. Ni hayo nielekea saa 2:30. Bado na muda kidogo.
lakini hataki tuweke watu sana, maana kesho pia ni Sabato. Ni vizuri watu wajiandae. Na mimi ombi langu, ningependa watu hao wote kimbilieni makanisani. Kimbilieni kanisani muweze kumwabudu Mungu. Mungu anawangojea. Bado Mungu anawangojea. Muweze kutunza amri zake. Wakati mtatunza amri zake, nyinyi mtakuwa marafiki na Mungu. Na Mungu atakapokuwa anamaliza historia ya dunia kipindi hiki. Maana usingojee kwamba nitabadilika tu, hapana. Wakati ni sasa wa kubadilika. Fanya mabadiliko rafiki. Maana hapa tunafanya jitihada zote kukuonyesha kila kitu vile dunia inavyoelekea. Kila kitu tunajaribu, tunajitahidi kuweza kukuonyesha ukweli. Tumefanya, tunakesha usiku wote, tunakesha tukifanya utafiti, tunatafuta hizi baadhi ya klipu tukuonyeshe ukweli uko wapi, tuweze kusaidia kwa njia rahisi ambayo yani hata siku ya mwisho utaweza kusema kwamba sikuweza kusikia ujumbe uliokuwa nao. Tutarudia mpaka siku Yesu atarudi ama tutakwenda makaburini. Tutarudia. Huu ni unabii. Kila wakati tunakukumbusha rafiki, fundisha watoto ibada ya kweli. Wewe mwenyewe jiandae kwa ajili ya ibada ya kweli. Kesho ni siku ya Sabato na tayari imeshaingia. Tujiandae. Nini kitakachokuzuia? Hata kama wewe ni kiongozi katika kanisa lako lile lingine, uongozi utakupeleka wapi? Kwa nini upate mali ya dunia hii ama cheo ama jina, lakini ufalme wa Mungu ukose? Ya nini? Badilika rafiki, badilika, mambo yaweze kuwa vizuri. Badilika tu, hiyo itakao kusaidia. Ukibadilika, hakuna jambo lingine litakalobadilika, ni kwa faida yako wewe mwenyewe. Wapendwa, mimi nataka tuombe ili tupate kufika tamati. Naomba Joshua unaweza ukatuongoza katika ombi. Sawa, tuamini tuweze kupata ombi. Mtakatifu tena mtakatifu, mfalme wa amani, tunasema ni asante. Tunashukuru na kuhimidi jina lako kwa maana wewe ndiye unastahili. Asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi na umetulinda tangia asubuhi mzima hadi masaa haya. Jina lako litukuzwe. Sabato yako iko mbele yetu, tutakwamba Bwana zidi kwa pamoja nasi. Tubariki, tutakase na saidia Bwana, tusamehe na makosa yote ambayo tumetenda kinyume cha mapenzi yako. Wote ambao wamesikiza ujumbe huu, zaidi ya Bwana wabariki kila mmoja na wazidi kutuandaa sisi zote kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Na saidia ya Bwana, kikupendeza kesho tutapokutana tena mahali hapa jioni ili tuweze kujifundisha neno lako. Tutakuomba Bwana, andamana pamoja na kila mmoja, amani yako iweze kudumu milele siku zote. Yote ambaye bado tujiomba, tutuombea kiroho na ni kupitia katika Kristo Yesu Bwana ambaye ni mwokozi wetu, tunaomba na hata kuamini. Amen. Mungu awabariki. Kesho tutaanza mapema kidogo, mida ya saa 8. Kuna daktari hapa anaendelea kushughulikia habari za afya, kwa hivyo karibu kesho. Salama salama. Kama unasema upatikani rahisi masaa mchana, kwa hiyo hata kesho utakuwa ngumu. Maana kesho utakuwa hapa mapema kidogo. Sawa.